Karibu mtazamaji katika channel hii ya Hall of Faith. Ni channel ambayo kusudi lake ni kuweka imani na ili ukaweza kulifahamu vizuri neno la Mungu, jinsi ambavyo Mungu anataka tukae. Nataka tuangalie kuhusu siri za ufalme, maana kuna siri za ufalme ambazo kama hatutafunuliwa tunaweza kuwa katika ufalme ambao hatuufahamu. Katika kila kundi kuna watu ambao wana siri zao, katika kila jamii kuna siri zao, katika kila nyumba au familia kuna siri ambazo zinatawala na zinaleta mafanikio. Zingine zinaleta mafanikio, zingine hazileti mafanikio. Na kwa hivyo kwa maana ni kama ni familia ni kama a kingdom, na hata kama ni jamii ni a kingdom. Kwa hivyo kuna zile siri ambazo zinatawala, ambazo zapaswa kufahamu, kila mtu azifahamu. Na kuna siri ya ufalme wa mbinguni, na hii ni siri ambayo Yesu alitaka kuifunua kwa wanafunzi wake. Nataka tusome maandiko katika kitabu cha Luka 8 kuanzia aya ya 4, na ni wakati Yesu ananena juu ya mpanzi. Biblia inasema mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakamjia, alisema kwa mfano. Mpanzi alitoka kwake kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zikaanguka karibu na njia, zikakanyangwa. Ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka na kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa moja kwa mia. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Yesu ananena na umati wa watu kuhusu mpanzi ambaye alienda kupanda mbegu. Na kama jinsi ambavyo Biblia inanena ni kwamba hizi mbegu zilianguka mahali tofauti tofauti. Na wakati Yesu alikuwa anapeana mfano huu, alikuwa anapeana mfano wa ufalme wa mbinguni. Maana wakati neno la Mungu limenenwa, ni kama mpanzi ambaye anaenda na mbegu, na zile mbegu zinasikilizwa na wengi. Lile neno ambalo analipanda linasikilizwa na wengi. Neno ni mbegu. Na kwa hivyo wakati watu wanalisikia hili neno, iwe katika mkutano wa hadhara, iwe katika kanisa, watu wanasikiliza maneno ambayo yananenwa, na maneno haya yanapaswa kuleta mabadiliko katika maisha ya watu wa Mungu. Lakini Yesu aliponena, unaona amegawanya haya mambo kwa makundi manne. Anasema ya kwamba kuna zile mbegu ambazo zilianguka karibu na njia, na hizi mbegu zikakanyangwa na ndege wa angani wakazila. Nyingine ni zile zilianguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine ni zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa moja kwa mia. Na kwa hivyo Yesu anasema ambaye ana masikio na asikilize na asikie. Wanafunzi wake walitaka kufahamu mfano huu unahusu nini. Na hapa anasema wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake ni nini mfano huu? Akasema, nyinyi mmepewa kuzijua siri za ufalme
wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Naona hapa Yesu ananenea wanafunzi, anawaambia wao wamepata kuzijua siri za ufalme. Na wakati watu wa Mungu wanajua siri za ufalme, maana ufalme huu una siri zake, wao watakuwa wanalielewa neno la Mungu. Wengine itakuwa ni mifano tu, watalipata hili neno kwa mifano, lakini hawatapata kulielewa. Yesu anaendelea katika mstari wa 11, anasema, na huo mfano maana yake ni huu: mbegu ni neno la Mungu. Kwa hivyo tunapoenda kanisani, tunaposikiliza ujumbe, ni mbegu ambazo zinapandwa ndani yetu, na wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Neno la Mungu limehubiriwa na kuna wengi wamelisikia, hawajapata kuokoka. Kuna neno la Mungu linahubiriwa na wengi wanasikia, wao hawaliamini. Ibilisi kuna kazi ambayo anafanya, maana wakati watu wa Mungu wanasikia neno lake hawaliamini, na kwa hivyo kama hawataliamini, hili neno halitawafaidi. Na kuna wale ambao mbegu hizi zianguka katika mwamba, ni wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, waamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Wakati neno hili la Mungu linatujia, watu wengi wanalipokea, wengine wanalipokea kwa furaha, lakini hili neno haliwi na mizizi, na kwa hivyo wakati wa shida na mateso, hili neno linaondokea. Kwa hivyo tunapolisikiliza neno la Mungu tunalifurahia, lakini twapaswa hili neno likawa na msingi, likaweza kuzama vizuri katika mioyo yetu, maana tumo ulimwenguni, na katika huu ulimwengu kuna shida na mashaka. Kwa hivyo wakati shida zimekuja, hatutakuwa wa haraka kunena ya kwamba hili neno halitusaidii, hili neno halina uwezo. Maana tunapolipokea na tuliruhusu lizame kabisa ndani ya mioyo yetu, hili neno lina nguvu ya kutusimamisha, na kwa hivyo hata wakati wa majaribu tutasimama vizuri, maana tunapo hili neno. Lakini kuna wengi wakati wanayubishwa na mahali, wanalisahau neno, na hili neno wanaona halina faida ndani yao, na kwa hivyo ni wale ambao hawajagundua hiyo siri ya kwamba hili neno lina nguvu na uwezo. Na kuna zile mbegu ambazo zilianguka kwenye mimba, ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Pia tuko katika ulimwengu, kuna mambo mengi, kuna shughuli za ulimwengu. Tunapolisikia hili neno, shughuli hizi zinasonga neno. Mawazo yetu na mambo tunayaona, mambo tunayasikia yanalisonga hili neno. Tunakosa kuliamini hili neno, na kwa hivyo tunapokosa kuliamini, wakati tumesongwa na mambo, hili neno halina faida kwetu. Kuna watu wengi wanalo neno, wanalinena neno, wamelisikia, wanaweza kulikalili, lakini hili neno linasongwa na shughuli zetu. Tunapotoka, tunapoona ya kwamba tunasongwa sana, tunaona kama hili neno halina faida, na kwa hivyo hiyo ni kategori nyingine ya watu ambao hawalitunzi neno. Na kuna zile penye udongo mzuri, ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda na kuvumilia. Kuna hii category 10 ambayo ni watu ambao ndani yao neno lilianguka, likaangukia moyo ambao ulikuwa tayari kulishika neno, kulisikia neno, kulitumia neno na kulijaribu neno. Hawa ni watu ambao
katika hali zote wanazaa matunda. Na kwa hivyo Yesu anatazamia watu kama hao ambao watalisikia neno la Mungu, na hili neno lizame ndani ya mioyo yao, na hili neno lianze kufanya kazi. Ni watu ambao wataonekana ni watu wa tofauti, ni watu ambao hata wakati hali zimekuwa mbaya sana, hawa ni watu wangali wamelishika neno. Wakati mambo yanabadilika, wakati neno la Mungu linapigwa, wakati watu wananena mambo mengi, wao walisikiliza neno hili, neno wakaliamini, hili neno likazama ndani ya mioyo yao, na kwa hivyo katika hali hiyo wanaendelea kuzaa matunda. Na haya matunda ni matunda ambayo yanalingana na neno la Mungu. Neno la Mungu likiweza kuingia ndani ya mioyo yetu, likizama vizuri, tunaona karakta ya kiungu ndani yetu. Maana neno ni Mungu, na Mungu ana karakta, tabia ambazo watu wapaswa kuziendea. Kama watu wa Mungu, twapaswa kuwa na tabia ya Mungu. Twapaswa kufanya mambo jinsi ambavyo Mungu anayafanya. Twapaswa kuwa na imani ya kwamba neno la Mungu limesema, hili neno tutalitenda hata kama hali zinaonekana ni ngumu namna gani. Kwa hivyo hili neno lazima tulitende. Tunakwama pale, maana neno lilizama ndani yetu, hili neno linafanya kazi ndani yetu, na kwa hivyo watu kama hao wanaonekana ni watu tofauti. Hata wakati mabadiliko yanakuweko ulimwenguni, wakati watu wamekosa haki, wakati watu wamekosa uaminifu, wakati watu wanayumbayumba, hili neno limezama ndani yetu. Hatuwezi kwenda kinyume na neno la Mungu, kwa maana hili neno linafanya kazi ndani ya mioyo yetu. Na ndiposa tunaona ya kwamba watu kama hawa kuna matunda ya kiungu, lazima Mungu ataonekana ndani yao. Kwa hivyo hii ni siri, na hata watu wengi hawajapata hii siri. Siri hii tunafunduliwa na Roho Mtakatifu. Maana wakati mwingi tunapolisoma neno la Mungu limekuwa ni kawaida. Watu wanalisoma. Biblia imekuwa ni kama novel ambayo imesomwa, imekuwa kama gazeti. Tunaweza kukalili jinsi ambavyo watoto wa Sunday school wanalikalili neno, lakini ndani yao lile neno halijazama, maana wao ni kusema tu. Kwa hivyo tunapolipokea neno, twapaswa kujua jinsi ambavyo tulipokea, na tunaomba Roho Mtakatifu atufunulie. Maana wale ambao wanafunuliwa neno la Roho Mtakatifu wanafanya mambo kinyume na wale wengine, maana wataliamini neno, watalitenda neno, hata kama hali zimekuwa baya namna gani, hata kama ulimwengu unabadilika, neno la Mungu halibadiliki. Neno la Mungu lingali vile vile. Alipolinena, Mungu alijua nyakati, maana yeye anajua wakati huu, anajua wakati utakaokuja, anajua hali ambazo zitakuwa namna gani, na basi alinena neno akimaanisha ya kwamba hili neno likizama ndani yako litafanya kazi ambayo Mungu anataka ilifanyike. Ulimwengu utaona matunda. Kwa hivyo watu wa Mungu twapaswa kuwa na matunda ambao neno la Mungu limezama ndani yao. Matunda yale yawepo, matunda yale yalike. Watu wakilila lile tunda wanasikia vizuri, wanaona tofauti kulingana na watu wengine. Si kusema tu kama Mkristo, si kusema umeokoka, si kusema unamjua Mungu, lakini kile ambacho kinahitajika siku hizi ni matunda. Matunda yale ambayo yamelingana na tomba, matunda yale ambayo yamelingana na karakta ya Mungu. Mungu wetu habadiliki, ulimwengu utabadilika, neno halitabadilika. Jinsi ambavyo Mungu alilinenda, neno litakuwa vile vile, halitabadilika. Maana hili neno ni Mungu mwenyewe, na Mungu si kama mwanadamu ya kwamba aghairi. Alimena neno akajua ni hivyo. Maana tunaona hata alipoumba ulimwengu, aliumba na kile aliumba hakiwezi kubadilishwa na mtu. Maana alipoumba alisema ni chema na kikawa vile. Kwa hivyo watazamaji wangu, Mungu atusaidie tunapotafuta kufunuliwa siri. Siku hizi tunahitaji sana uwepo wa Roho Mtakatifu, iwe ni kanisani,
tunahitaji uwepo wa Roho Mtakatifu. Watu wengi wamekidai Roho Mtakatifu, na hata mahubiri ya Roho Mtakatifu ambayo yapaswa kuhubiriwa makanisani, watu waelewe jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anafanya kazi. Watu waelewe umuhimu wa Roho Mtakatifu, na ili Roho Mtakatifu atusaidie. Maandiko anasema ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wetu. Roho Mtakatifu ndiye anatufunulia siri za ufalme. Kwa hivyo kuna siri za ufalme, na siri hizi haziwezi kufahamiwa na mtu ambaye hana Roho Mtakatifu. Kwa hivyo watazamaji wangu, ili tudumu katika ufalme, kila ufalme una siri zake, na kama tuko katika ufalme wa Mungu, lazima tufahamu siri za ufalme, na hizi siri tutafunuliwa na Roho Mtakatifu. Na tunapofunuliwa na Roho Mtakatifu, tutafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Hatutatimiza mapenzi ya kimwili, maana wasiojua siri wanatimiza mapenzi ya mwili, lakini wanaojua siri wakifunuliwa na Roho Mtakatifu wanatimiza mapenzi ya Roho. Kwa hivyo kile ambacho ni cha muhimu ni kujua siri za ufalme wa mbinguni. Hizi siri zitatusaidia, na kweli ufalme wa Mungu unafanya kazi. Ufalme wa Mungu utaendelea kufanya kazi, kazi ya Mungu itaendelea kuonekana, ufalme wa Mungu utaendelea kudhihirishwa katika kila hali, na lazima wapendwa, tukaweza kulitii neno la Mungu. Tunapolitii neno la Mungu, tunatimiza mapenzi ya Mungu na tunafahamu ufalme wa Mungu jinsi ambavyo ulivyo. Kwa hivyo wakati Yesu alinena maneno haya, alitaka kufafanulia wale waliokuwa wanamsikiliza jinsi ambavyo mambo yalivyo. Kwa hivyo tunapoendelea kuzingatia neno la Mungu, tunapoendelea kulitafuta neno la Mungu, twahitaji msaada wa Roho Mtakatifu, na ili atufunulie siri, tukaweza kujua siri hizi, tukaweza kuendelea katika siri za ufalme, na tukaweza kuwa na mazao. Kwa hivyo mazao yapaswa kuonekana. Siku hizi watu wengi wale ambao hajaokoka wanataka kuona matunda. Yale matunda ya ufalme yanayotokana na neno la Mungu ni matamu, yanalika, yanaleta matokeo, na watu wakiona matokeo ya matunda haya ndio matunda ambayo yatatubadilisha na tutaonekana sisi ni watu tofauti. Kwa hivyo neno la Mungu linapandwa, litaendelea kupandwa ndani yetu, lakini lapaswa kuanguka katika mchanga wenye rotuba, na huu mchanga wenye rotuba, neno hili linaendelezwa na Roho Mtakatifu. Mpendwa, omba Mungu akufunulie siri za ufalme. Ufalme huu una utamu, ufalme huu una nguvu, ufalme huu una uwezo, lakini kama hutafunuliwa, utaona ni kama tu ufalme wa kawaida. Kwa hivyo Bwana wabariki, na Bwana azidi kuwafunulia neno lake, na ninakuomba mtazamaji ulike, ushare na subscribe, na ili neno hili likaweza kufikia wengi na tukaweza kufunuliwa siri za ufalme. Naomba Mungu wa mbingu atusaidie kupitia msaada wa Roho Mtakatifu, tukaweza kujua siri za ufalme na tuweze kuzaa matunda. Bwana awabariki.